Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 25 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Ramadhan 7 kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Samia, tunalinda heshima ya taifa, wataka usalama kukuza uwekezaji, ahimiza uzalendo wa Lady JWTZ. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Lissu ashinda pingamizi, Jamhuri yataka uamuzi upitiwe. Habari katika ukurasa wa 20. Waziri ampa mchoma mahindi 300,000 za mtaji. Habari katika ukurasa wa 20. Msajili wa hazina asifu kampuni ukuaji uchumi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Serikali yazuia wanafunzi kubeba vidumu shuleni. Habari katika ukurasa wa 2. Mwigulu agiza shule zote ziwe na maji. Umeme wa wada, radi ya ua wakulima Kilombero. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Watatu mbaroni tuhuma utapeli milioni 147. Habari katika ukurasa wa 20. Serikali yataka masoko yajengwe maeneo ya kimkakati. Habari katika ukurasa wa 4. Kitila ahimiza nchi ijitegemee sukari. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha kimwonyesha Rais na Amiri Jeshi Mkuu Samia Suluhu Hassan agemkabidhi waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Rimo Nyanzao funguo baada ya kuzindua jengo la makao makuu ya ulinzi Tanzania MMUT Kikombo Dodoma jana. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni dawa za kuzuia VVU sasa rasmi. Ni sindano ya Lenacapavir ambayo imesajiliwa nchini kudhibiti na kuzuia maambukizi ya VVU kutumika pia kama mbadala wa ARV. Wadau waeleza furaha yao, serikali sisitiza tahadhari bado muhimu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Gazeti hili likisema 2, idadi ya sindano zinazotakiwa kuchoma kwa mwaka tofauti na dawa nyingine za VVU zinazohitaji matumizi ya kila siku. Nukuu ya Daud Masasi, mfamasia mkuu, ikisema ikiingia mwilini inashikamana kwenye seli na kuzuia virusi kuzaliana. Inabaki mwilini kwa muda mrefu kabla ya kusafishwa, na ndio maana inafanya kazi kwa asiye na maambukizi na kwa wenye maambukizi kama mbadala wa ARV. Samia aitaka JWTZ kuishi katika kiapo. Habari katika ukurasa wa 20. NIDA kubadili muundo wa vitambulisho vya taifa. Habari katika ukurasa wa 5. Balozi Zena azindua The Rising Woman Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 2. Jamhuri ya kwama kuongeza ushahidi mpya kesi ya Lissu. Habari katika ukurasa wa 4. Maiti kuchunguza dawa za kulevya viwanja vya ndege. Habari katika ukurasa wa 18. Dar es Salaam, mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA imesema kwa sasa kila maiti inayotoka nje itachunguzwa. Undani wake ni katika ukurasa wa 18 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na
hospitali ya Mji Mwema. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye limeandika Samia, tumeweka heshima ujenzi makao makuu Ngome, asema ukuaji uchumi Tanzania, matokeo ya usalama amani. Habari katika ukurasa wa 4. MIF 2026 kujadili mikakati ya uchumi wakati wa juu 2050. Profesa Mkumbo atembelea kiwanda kikubwa cha sukari. Habari katika ukurasa wa 4. Shemdoe apiga marufuku uhamisho watumishi. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amewaeleza makatibu tawala wa mikoa na wakurugenzi wa halmashauri kutokuhamisha au kuombea uhamisho wa watumishi wanaobainika kuwa na changamoto za kinidhamu. Habari katika ukurasa wa 4. Bodi za maji zazinduliwa usingizini. Habari katika ukurasa wa 2. Ridhiwani andaa dua kuliombea taifa. Habari katika ukurasa wa 2. Ulaya endelea kuisaidia Ukraine kuiadhibu Urusi. Habari katika ukurasa wa 19. Athari za viboko kwa afya ya mtoto, kiafya, kisaikolojia. Habari katika ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tunatazama sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Mwigulu agiza mbunge wenzake wakamatwe haraka. Yadaiwa kisa na mkasa kushiriki katika anacholalamikiwa kudhulumu mali za mfanyabiashara. Zama hizo mbunge huyo akiwa katika shughuli za kujiajiri, akitenda hilo kwa ushirikiano na baadhi ya wenzake. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2, nukuu ya Dr. Mwigulu Nchemba ikisema, sasa mkuu wa wilaya, hivi ninavyoendelea kuzungumza hapa, wahusika watafutwe mpaka jioni mali hizo ziwe zimerudishwa. Hii ni nukuu ya waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Habari picha inamuonesha mbunge wa Moshi Vijijini Morris Makoi. Samia, jengo la ulinzi liwe ngome ya kisomi, sayansi na utamaduni. Habari katika ukurasa wa 3. Michango ya ziada shuleni yageuka kitanzi kwa wazazi. Habari katika ukurasa wa 4, ikiwa hii ni ripoti maalum. Lissu washinda dai kortini, jamhuri yamkatia rufaa. Habari katika ukurasa wa 2. Nusu ya utapeli mtandaoni umetoweka Zanzibar kwa msukumo wa polisi TCRA. Habari katika ukurasa wa 17. Madereva 250 wa serikali kiraia wanaswa kutumia barabara ya mwendo kasi. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Uhuru kweli daima lenye limeandika historia ya heshima, Rais Samia atimiza ndoto ya Nyerere ya mwaka 1964 kwa kuzindua makao makuu ya ulinzi wa taifa Dodoma. Jengo hilo la aina yake kuipaisha Tanzania kimataifa, kuimarisha ulinzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mwigulu apiga marufuku wanafunzi kubeba vidumu, agiza bodi za maji kutimiza majukumu yake ipasavyo. Habari katika ukurasa wa 2. Mamilioni ya pesa za malaika yayuka. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linawashikilia watu 3 kwa tuhuma za kumtapeli wakala Paul Akweso shilingi milioni 147. Habari kamili ni katika ukurasa wa 20. Gwajima afunda wanawake mpigaji picha zisizofaa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Nalo gazeti Mwanahabari lenye limeandika Dr. Mwigulu atoa maagizo mazito kwa bodi za maji, azitaka ziamke zifanye kazi, akemea upotevu wa maji na uwepo wa vishoka. Habari katika ukurasa wa 2. Dr. Samia awahimiza JWTZ kuimarisha mshikamano, asema ni wa kitaasisi na kulinda heshima ya jeshi, kuepuka mienendo inaweza kudhoofisha imani ya wananchi kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa vyombo vya ulinzi. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3. Profesa Mbarawa agiza kasi ujenzi SGR Mwanza Isaka kilomita 341. Habari katika ukurasa wa 3. Kesi ya Tundu Lissu yasimama, yahamia mahakama ya rufani. Habari katika ukurasa wa 4. IMF 2026 kujadili mikakati ya kufikia uchumi wa kati juu mwaka 2050. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari. Zanzibar Leo kwa kweli na wazi ninalo mikononi mwangu lenyewe limeandika Rais Samia azindua ngome mpya ya ulinzi. Dr. Mkuya, huduma zilingane na uwekezaji uliofanywa sekta ya afya. Habari katika ukurasa wa 3. Zaidi ya ajira 28,000
zanufaisha wazao wa miradi ya uwekezaji, habari katika ukurasa wa 3. NMB mdau muhimu wa maendeleo ya nchi Hemedi, habari katika ukurasa wa 2. Serikali yaanza ujenzi maghara ya kuhifadhia chakula, habari katika ukurasa wa 3. Waziri Sharif aridhishwa na bei elekezi masokoni, habari katika ukurasa wa 2. Ajali ya watu 19 Nepal, habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti ya Mwanaspoti lenye limeandika kabla ya dabi Rushen apewa kazi maalum, wawili Simba waiwahi Yanga, habari katika ukurasa wa 2. Machi mosi ni Yanga dhidi ya Simba ligi kuu Tanzania bara, uwanjani wa Amani Complex Zanzibar. Siri ubabe wa Yanga 29, idadi ya mechi za ligi kuu bara ilizocheza Yanga mfululizo bila ya kupoteza katika kipindi cha siku 447. Mara ya mwisho kuchapwa ni Novemba 7 mwaka 2024. Habari hii ni katika ukurasa wa 8. Mastaa wanaotembea na tiba ya moyo wako, habari katika ukurasa wa 7 wa 17 wa gazeti hili. Makali ya Sesquez wa gumzo, habari katika ukurasa wa 18. Ijayo ni Machi mosi, Manchester United dhidi ya Crystal Palace. Mechi 3 za mtego bara, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika TPL leo Jumatano ni Azam dhidi ya Mtibwa Sugar saa 3 kamili usiku Chamazi Azam Complex. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Halima Kopwe Miss Tanzania anayekimbizana na kampeni ya damu salama, habari katika ukurasa wa 12, hii ikiwa ni mfululizo wa makala za Rising Woman. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Habari Leo katika ukurasa wake wa nyuma limeandika viporo kulika leo, hili ni swali. Simba Yanga za pishana FA, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Serikali yagusia mipakani AFCON 2027. Hassan Ali aeleza siri ya mafanikio, habari katika ukurasa wa 21. Soa Kante wamaliza kifungo, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.